Na nipende kutamka kwamba kwa wale ambao tumewavua wanachama, tuna makamu mwenyekiti anaitwa Makame Isa Ali Makame Isa. Huyu ni mwanachama wetu ambaye alijiunga na chama chetu, lakini kamati kuu baada ya kukaa kufuatilia nyenendo zake, tumeona kumsimamisha, kumvua wanachama kabisa. Kwa hiyo huwa anatoa matamko, na sisi kama chama kuanzia sasa hivi hatutatambua matamko yake kwa niaba ya chama chetu. Kwa hiyo si mwanachama wetu kuanzia sasa hivi. Pia alikuwa mgombea mwenza. Na pia alikuwa ni mgombea mwenza katika uchaguzi huu ambao umekwisha. Na wa pili, na yeye ni katibu wa vijana wa baraza la vijana. Maana sisi ADA TADEA tuna baraza la vijana. Kwa hiyo anaitwa Alphonse Mayunga, na yeye tumemvua wanachama katika kikao chetu, na ni kwa mujibu wa katiba imetuelekeza hivyo. Na watatu anaitwa Bwana Tiba, yeye ni katibu wa mkoa wa Mwanza, na mwenyewe tumemvua wanachama. Na pia kwa sababu ya barua ya msajili wa vyama vya siasa tarehe 17 Novemba hii ametuambia tujaze nafasi. Tulikuwa na nafasi ambayo iko wazi ya makamu mwenyekiti upande wa Zanzibar. Yeye alijiondoa kwenye chama akajiunga na chama cha CCM. Kwa hiyo tumemteua mwingine ambaye anaitwa Ali Mohamed Ali. Pia tumejaza nafasi nyingine kwa mujibu wa katiba yetu, kama kuna kiongozi ambaye amepata dharura, maradhi ama vipi kwa muda wa miezi 6 mwaka, ambaye hawezi kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo tulikuwa na makamu mwenyekiti upande wa bara, mama yetu anaumwa muda mrefu sana, sasa hivi ni miaka 2. Kwa hiyo tumeamua kukaimisha ile nafasi yake kwa mwingine ambaye anaitwa Farida Abdalla Masanja. Pia tulikuwa na katibu mwenezi kwenye mkutano mkuu maalum ambao ulikuwa wa kuteua wagombea urais. Yeye alisimamishwa na mkutano mkuu uongozi wake, lakini baada ya kusimamishwa yeye aliamua kuhama, akaondoka chama cha ADA TADEA akaenda CUF. Kwa hiyo tumeamua ile nafasi na yenyewe tuijaze. Kwa hiyo na yenyewe tumemweka kiongozi mmoja anaitwa Ruhende Lucas Mipawa. Yeye alikuwa ni mwenyekiti wa mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo tumeamua na yenyewe tujaze. Kwa hiyo na ule ambaye tumemvua wanachama, katibu wa vijana, na yenyewe tumejaza hiyo nafasi kwa kumweka Susan Thomas. Kwa hivyo chama cha ADA TADEA kinampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake aliyoitoa siku ya kufungua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hotuba ile sisi kama chama cha ADA TADEA imetugusa sana. Kwanza pale alipotoa msamaha kwa wale vijana ambao kwa waliingia katika vurugu la tarehe 29. Kwa hivyo kauli hile kwa kweli Mheshimiwa Rais, kwanza yeye kama mama imemgusa sana, na sisi kama ADA TADEA tumeona tuungane naye na kumunga mkono kwa ule msamaha aliotoa. Lakini pia jambo la pili, ile alivyoahidi kwamba ataunda baraza la vijana ili vijana sasa changamoto zao, matatizo yao yaweze kupatiwa ufafanuzi. Tumeona juzi katika baraza lake la mawaziri alilounda tayari amemchagua yule waziri atakayeshughulika na mambo ya vijana. Kwa hivyo sisi kama chama cha ADA TADEA tumekuja hapa tukasema kuna haja kama rais wetu wa jamhuri, kiongozi wetu wa nchi, tumpongeze na kumpa moyo na kumtakia kheri. Lakini pia hotuba ile imegusa mambo mengi, mambo ya uchumi, mambo ya maendeleo, maslahi kwa wajasiriamali, kwa kina mama. Kwa hivyo mimi niseme tu ADA TADEA tunampongeza na tunamunga mkono. Lakini la pili, tunamunga mkono Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hotuba yake aliyoitoa siku ya kulifungua Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Nayo hotuba ile imejaa dira ya maendeleo na matumaini mema. Na jana tu tumemwona Mheshimiwa Rais
akikagua ujenzi wa uwanja mkubwa wa kisasa wa mpira unaojengwa kule Fumba. Kwa hivyo ni juzi tu kamaliza kampeni, lakini baada ya siku chache tu tayari tunaona wimbi la maendeleo linaendelea. Kwa hivyo tumelazimika pia naye kumunga mkono na kumsapoti na kuwatakia kheri, kwamba hotuba hizi zote zimejenga mafanikio. Lakini la mwisho tumeona kwamba tutoe nasaha kwa vijana wetu wa Tanzania waepukane na hii michepuko ya kuhamasishwa suala la uvunjifu wa amani, kwamba washiriki maandamano. Si jambo jema, si jambo zuri. Sisi kama viongozi wa chama cha ADA-TADEA tulifadhaika sana na haya yaliyotokezea kwa nchi yetu, kwa taifa letu. Tumeingia doa, tumechafuka, na hata rais jana alisema katika kuapisha mawaziri wake. Kwa hivyo mimi niwaombe vijana wawe na subira, wawe wastamilivu. Tayari Mheshimiwa Rais ameshaunda kamati ile tumeona jana ambao kwa itachunguza na mimi niseme tu kwamba vijana, madai yenu au changamoto zenu nadhani Mheshimiwa Rais kashaanza kuchukua hatua.